Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana kwa fursa hii ya kuhitimisha hoja. Jumla ya wabunge 36 wamechangia moja kwa moja bungeni na tumepata michango mingine kwa maandishi. Na wachangiaji wote kwa pamoja wamezungumza mambo mengi ambayo napenda kuhakikisha kwamba tunayabeba. Mengi ni ushauri ambao tutazingatia. Kwa naomba niwashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa mchango wenu wote na kuhakikisha kwamba tutazingatia. Kamati yetu ya kudumu ya bunge chini ya uongozi wa Mheshimiwa Husna Sekiboko na makamu Mheshimiwa Musa Sima na wenyewe wametoa taarifa yao ambayo kwa ujumla wake kwa kweli hatuna la kubishana wala kupingana nao. Ni swala ambalo tutalichukua na kulifanya kazi, na katika hilo nashukuru sana kamati yetu, kwa sababu pamoja na kwamba wakati mwingine wamekuwa wakali kidogo wakati wa kutusimamia, lakini siku zote wamefanya hivyo kwa lengo la kujenga, kuendelea mbele, na kwa kweli kama kuna mahali tumefanya vizuri sana itakuwa ni kwa sababu ya mchango mkubwa wa kamati yetu ya kudumu ya bunge ya elimu, utamaduni na michezo chini ya uongozi wa Mheshimiwa Husna Sekiboko na makamu wake. Naomba niwashukuru sana. Naomba tu nielezee kwamba katika michango yote hii tuliyoisikia karibu kila mbunge aliyeongea hapa pamoja na kamati, kila mbunge aliyeongea hapa pamoja na kamati wamempongeza rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wamempongeza kwa mengi, kwa mageuzi makubwa ya elimu ya kihistoria kwa namna fulani. Ukiacha yale mageuzi yalifanyika miaka 60, sasa hivi ni mageuzi ya pili makubwa na huenda kama makubwa zaidi. Wamempongeza kwa ongezeko la budget katika Wizara ya Elimu na katika sekta ya elimu kwa ujumla. Wamempongeza kwa kuongeza mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na hata vyuo vya kati. Pongeza kwa ujenzi wa vyuo vya VETA, vyuo 64 jumlisha 1. Wamempongeza rais wetu kwa ujenzi wa shule za amali. Wamempongeza rais wetu kwa kuendelea kujenga kampasi mpya za vyuo vikuu katika mikoa mbalimbali. Kwa mfano, na najua mheshimiwa hapa alizungumza, Manyara ni mmoja wapo ya mkoa ambao umepata kampasi ya chuo kikuu, kampasi ya taasisi ya elimu ya juu. Mtwara kwa mara ya kwanza sasa watakuwa na University College. Kagera wanapata University College. Kigoma, Lindi, Tanga, Njombe na mikoa mingine Singida, Tabora, Rukwa, Ruvuma, Shinyanga na mikoa mingine yote ambayo ilikuwa haina kampasi ya chuo kikuu. Sasa hivi tutabaki na mkoa wa Pwani tu ambao na wenyewe mkakati wake unafanywa. Kwa hiyo wote wamempongeza Mheshimiwa Rais kwa hayo yote na mengine mengi. Na mimi naungana na waheshimiwa wabunge wote kumpongeza sana rais wetu kwa uongozi wake makini na ujasiri wake mkubwa wa kusimamia sekta ya elimu na kuruhusu mageuzi makubwa haya yafanyike, jambo ambalo ni rahisi sana kulikwepa na kukimbilia katika miradi mingine ya majengo, madaraja, reli na kadhalika, ambayo inaonekana kwa macho kuliko mageuzi ya mfumo ambayo matokeo yake yanachukua muda mrefu kuonekana. Tunamshukuru na kumpongeza sana rais wetu kwa maelekezo yake, uongozi wake na jinsi ambavyo anapeleka taifa letu. Nampongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Isidori Mpango, makamu wa rais, ambaye anamsaidia rais katika kutusimamia sisi. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri wetu mkuu, ambaye vile vile anatusimamia katika utekelezaji wa kazi siku hadi siku, na Mheshimiwa Dr. Doto Biteko ambaye naye anasaidia katika ofisi ya waziri mkuu katika uongozi wake. Na sisi katika Wizara ya elimu ya juu tunafanya pamoja mpaka upande wa pili wa muungano, na hata katika elimu nyingine hii tunashirikiana sana. Na kwa kweli, na nimewahi kutembelea Ikulu takriban mara 3 ya Zanzibar katika masuala ya elimu. Namshukuru sana rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi kwa uongozi wake. Napenda vile vile kutoa shukrani nyingi sana kwa spika wetu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa uongozi wake wa bunge letu, na wewe Mheshimiwa naibu spika kwa uongozi wako jasiri na mahiri sana, pamoja na wenye viti wa bunge kwa kutuongoza vizuri. Sasa katika yote yaliyozungumzwa nitazungumza machache kwa dondoo. Moja, mageuzi na hasa swala la amali ambalo limezungumzwa hapa. Kubali kwamba inabidi tuendelee kuyasema haya mambo zaidi, watu waweze kuyaelewa. Sasa ngoja nieleze kidogo katika mageuzi ya elimu katika swala tu la kuwa na mkondo wa elimu jumla na elimu ya amali. Mageuzi yetu yanatusababisha sasa sekondari ya O-level ina mikondo miwili, mkondo wa elimu jumla na mkondo wa elimu amali. Nitazungumzia mkondo wa elimu amali. Elimu amali ni kile tunachokiita ufundi na ufundi study. Kwa Kiingereza it's technical and vocational training. Ni technical and vocational training. Kwa hiyo amali si ufundi tu, lakini ufundi ni amali.
na ufundi stadi ni amali, ingawaje ufundi stadi si ufundi. Kwa ule ufundi wa kihandisi ni subcomponent ya ufundi ya mafunzo ya amali kwa ujumla wake. Kwa zile shule alizozungumza Mheshimiwa Maige hapa, kwa mfano Moshi Technical School, Ifunda Technical School, Tanga Technical School, ni shule za amali ufundi. Lakini Kilosa, shule ya kilimo, ilikuwa ni shule kwa kweli ya kuendeshwa kama shule ya amali, kwa sababu ilikuwa bado ni elimu jumla sana, mashamba makubwa, lakini shule ambayo inaweza ikawa ni shule ya ufundi stadi. Amali lakini ufundi stadi, sio ufundi. Kwa hiyo inaweza kazingatia masuala ya kilimo. Kwa hiyo sasa hivi shule nyingi ambazo tumejaribu kuzifufua, hasa hizi 9, ni zile shule za ufundi. Amali ufundi. Lakini tutakuwa na shule za amali kilimo, amali ukarimu, amali michezo na kadhalika na kadhalika. Hilo swala ni muhimu sana kulielewa. Na katika shule za amali, sekondari za amali, baada ya kumaliza form 4 unapata cheti chako cha NACTVET na cheti cha form 4. Ukitaka kwenda high school ya amali, iwe ni ufundi ama ufundi stadi, unaenda high school kwa miaka 3. Sasa ngoja nizungumzie high school ya ufundi kama ambavyo alikuwa anaeleza Mheshimiwa Maige. Ukienda high school ya ufundi unaenda kwenye polytechnic kama ilivyokuwa DATEC. Tunarudisha tena hapa Tanzania polytechnical schools. Tunajenga moja Mwanza, tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, tunajenga nyingine Morogoro, tunajenga nyingine Zanzibar, na tayari tuna chuo cha ufundi hapa Dodoma kimekamilika. Sasa hivi kimeunganishwa na taasisi ya ufundi Dar es Salaam, lakini yenyewe itakuwa kama polytechnics. Hapa wale wanaosomea elimu ya ufundi, sio ufundi stadi, wakienda high school watakuwa miaka 3, watapata diploma na cheti cha form 6. Lakini ili kuondoa tatizo lilosababisha DATEC ibadilike iwe taasisi elimu ya juu, wale wakiamua kwenda chuo kikuu kusoma engineering watasoma miaka 3 badala ya kusoma miaka 4. Kwa hatopoteza tena mwaka mmoja kama ilivyokuwa wakati ule. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana, tunamshukuru rais wetu kwa hivyo. Lakini narudia tena, mafunzo ya amali ni seti yenye ufundi na ufundi stadi. Jambo jingine ambalo limezungumzwa ni kuhusu kuweka vifaa katika shule hizi. Ni kweli kabisa, tungetamani sasa hivi tuwe na takriban nusu ya sekondari zote ziwe shule za mafunzo ya amali, lakini kwa maksudi tumeamua twende hatua kwa hatua. Shule ikiwa ni shule ya amali lazima iwe na uwekezaji wa kutosha. Tusipeleke shule ikawa shule ya amali alafu baadaye wazazi wakaona kwamba tunapoteza muda. Kuna nchi moja tulitembelea, tuliona ilianza mageuzi kama haya yakakolapse kwa sababu wazazi walihisi kwamba wanadanganya. Kwa hiyo shule hizi nyingi pamoja na Moshteki, vifaa vinanunuliwa na TangaTech kuhakikisha kwamba kuna vifaa, na vifaa karakana zile zilizokuwepo zamani nyingi sasa hivi zimepitwa. Kwa hiyo katibu mkuu tulimtuma, alienda India, ametembelea kule. Tutakwenda China, South Korea, tumezungumza na Ujerumani na Switzerland kwa ajili ya kupata vifaa vya kisasa zaidi ya elimu ya ufundi. Na elimu ya ufundi wakati mwingine sio lazima utumie material na kuyamaliza. Sasa hivi unaweza kutumia virtual training kwanza. Kama ni welding unatumia kwanza kwa simulation, halafu baadaye ndio unaenda kufanya actual activity, na sisi tunalenga kwenda huko kwa sababu bila hivyo of course itakuwa ni gharama sana kuendesha hizi shule. Na sisi shule tunazozijenga za amali tulizoanza nazo sasa hivi hazitoanza kufanya kazi bila kuwa na vifaa na wakufunzi wa kutosha. Tuko tayari kwa yale maeneo ambayo hatuna wakufunzi hapa nchini kutafuta wakufunzi kutoka nje waje kwa muda ili tuweze kuinua viwango vya elimu ambayo tutavitoa hapa nchini. Ndio maana tunaenda taratibu. Wako wengine wanasema tunaenda taratibu sana, wengine wanasema tunaenda haraka sana, lakini ukweli lazima tuende kwa makini vile vile. Kwa high school nyingine za mafunzo ya amali ambayo sio fundi, tuna vyuo vya kilimo hapa nchini, vyuo vya mifugo, vyuo vya utalii na kadhalika. Tutavi-align vitoe fursa ya high school education, kupata diploma na kupata cheti cha form 6 at the same time kuendelea, na baada hapo wakitaka kuendelea wataenda chuo kikuu. Jambo jingine Mheshimiwa Naibu Spika ambalo naomba nilizungumze, limezungumzwa sana vizuri sana na kwa ufasaha na Mheshimiwa Profesa Mhongo na Mheshimiwa Profesa Manya na baadhi ya wachangiaji wengine, na hili ningependa nielezee. Kwanza, tayari tumeanza kutoa scholarship
tumeanza kutoa mikopo ya elimu ya juu kwa wanafunzi wanaofanya masters. Tuna wanafunzi takriban 80 ambao wanafanya masters chini ya bodi ya mikopo katika taasisi yetu ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela pale Arusha, kwa sababu tunataka kile chuo kibaki kuwa ni graduate university, kisichanganyi kuwa na undergraduate, kifocus kwenye research na kufundisha watu wengine. Na je, ni kweli kwamba kuna wakati tuliacha tu tunaletoa scholarship, tunapeleka watu bila kudefine tunataka nini? Sasa hivi tumebadilika. Kwa mfano, kwenye tume yetu ya Atomi tumeangalia, hatuna wataalamu wa kutosha hapa Tanzania. Tulikuwa tunatafuta mtendaji mkuu, hawapo, wengine wameshastaafu, alikuwa makamu wa rais hapa, alikuwa ni mtaalamu wa kule. Kwa hiyo tumeamua sasa hivi tunapeleka wa Tanzania kwenda kusoma nje. Cha kwanza uwe mtumishi wa tume, la sivyo mfanyakazi wa chuo kikuu, la sivyo Mtanzania, pasipoti yako ya Kitanzania. Tunapeleka 5 kwenda kufanya masters katika masuala ya atomi kwa sababu ni muhimu sana katika uchumi wetu, na hiyo inaitwa Samia Extended. Kwa hiyo tunapeleka nje kwenda kufanya postgraduate. Lakini kubwa kuliko yote, ukisikiliza vizuri mazungumzo ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, wanakuambia the future is uncertain. Technological development is going to be disruptive. Ita cause dislocation kwenye labor market. Kuna watakao gain na watakao lose, na ambao hawajajiandaa wata lose. Hata kujitawala sisi wenyewe tunapoenda katika akili unde, yani unde ni akili iliyoundwa. Pengine hata neno artificial intelligence ingekuwa constructed intelligence ingekuwa appropriate zaidi. Akili unde nako tupeleka sasa hivi itatukimbiza kwa kasi ambayo hatujapata kuona. Wanasema the future is so uncertain, lakini the future is already here. Sasa tunafanyaje sisi? Tayari tumeandaa kwenye bajeti hii, tumetenga bilioni 5 na potentially zitaongezeka kwa ajili ya kupeleka Watanzania kwenda kusoma nje masuala ya data science katika vyuo tutakavyovichagua sisi. Wataenda kusoma first degree, na baada ya hapo wanaweza kaendelea huko wasome akili unde, wasome machine learning, wasome internet of things na kadhalika na kadhalika. Tujiandae na future. Tutafanyaje katika swala hili? Kwanza, wanafunzi ambao wanamaliza mtihani wa form 6 sasa hivi wa sayansi, matokeo yatakapotoka, huwa tuna shortlist wale wote ambao wana qualify kwa Samia scholarship. Mara nyingi wanakuwa ni kuanzia mwanafunzi wa kwanza kwa performance mpaka mwanafunzi wa 640 mpaka 700. Wale tutawatangaza kama kawaida, alafu tutawaambia wanaotaka kwenda kusoma nje ya nchi first degree waombe. Tutawa shortlist, pengine watakuwa kati ya wanafunzi 50 mpaka 100. Masharti yake ni kwamba hawataingia chuo kikuu mara moja. Tutawachukua, tutapeleka Nelson Mandela African Institute of Science and Technology pale Arusha. Watafanya boot camping, watakaa kwenye kambi pale, watafundishwa uzalendo, watafundishwa maadili, watafundishwa digital literacy. Unaweza ukawa na first class ya PCM hujagusa kompyuta, utafundishwa namna usije una cultural shock ukienda kusoma nje. Kuandaa tayari, baada ya takriban miezi 10 tutawapeleka kwenda kusoma kwenye vyuo tutakavyochagua kwenye masomo ya computer science and related allied sciences, lakini mostly kwa kuaim mambo ya artificial intelligence. Baada ya kambi tunawapelekaje? Kwanza, tuna scholarship nyingi tunazo ambazo hatuzitumii vizuri hapa Tanzania. Juzi nimetoka Saudi Arabia na katibu mkuu. Tuna scholarship hatuzitumii. Tutawaambia Saudi Arabia zile scholarship tunataka scholarship 10 hizo au 100 tunataka ziende katika kwa wanafunzi hawa kwa masomo tuliochagua. Kuna scholarship nyingine tunapata kutoka Hungary, scholarship nyingine tunapata kutoka China. Tutasema hizo scholarship tunazichukua, lakini tunataka wakasome masomo haya. Baada ya kumaliza zile nafasi ambazo tunazipata kama scholarship, tunawatumia Watanzania diaspora na tunawaunganisha. Watuunganishe katika vyuo ambavyo wanafanya kazi, ili mradi tu hatutapeleka mwanafunzi alimaliza form 6 mmoja tu. Tutahakisha kwamba tunapeleka kwa batch ili wasiende wakapata shida kujiadjust. Waende wala 5, 10 kwa chuo kimoja, washirikiane, wajenge umoja wakati wanaadjust kwa ajili ya kusoma vile. Wanaobaki wengine watasomeshwa na pesa za serikali. Tayari tumezungumza na wadau, hizi bilioni 5 ambazo huenda tuna negotiate ziongezeke. Wadau wengine na niwataje kabisa, CRDB, NMB, Tanzania Commercial Bank, wamekuja wamesema wataangalia namna kuungana na sisi, na hii nayo ni Samia Scholarship Extended, lakini ita focus kwenye data science. Kwa kuanzia sasa hivi wanaomaliza form 6 na waisikie serikali inasema, wale watoto wa mkulima ambaye hakusoma international school kama wengine, kwa hawezi kuomba scholarship, tutakapomweka Nelson Mandela pale tutamsaidia na kuomba hizo scholarship.
tutawaguide ili Watanzania nao waanze kuchukua hizi scholarship ambazo zinakuja, lakini vijana wetu hawezi kuziomba. Wanaomba wengi ni wale waliosoma international school. Watoto wa wakulima na wafugaji wataenda lini kupata hizi fursa wakati na wenyewe wana uwezo? Kwa hiyo tunalifungua hilo swala moja jingine. Labda jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, niliseme haraka haraka, limezungumzwa hapa kuhusu vyuo vya elimu tiba kuwa na hospitali ya kufundishia. Naomba niseme hakuna chuo kikuu cha elimu tiba hapa Tanzania ambacho hakina hospitali ya kufundishia. Ugomvi uliopo ni umiliki wa hospitali, kwamba usipomiliki pengine uratibu unaweza kuwa na shida, kwamba wewe una chuo ni cha serikali, humiliki hospitali ambao una mkataba nayo, halafu hospitali ikiamua kuleta wanafunzi kutoka nje, labda wametoka Sudani, ukajaza nafasi ambazo wale wanafunzi wa chuo kikuu walitakiwa wakitumie kwa ajili ya kujifunzia, inaleta utata. Sasa duniani sio vyuo vyote vya elimu tiba vinamiliki hospitali. Kuna muundo wa hospitali na chuo kikuu kuwa chini ya entity moja, na bado kuna muundo hata Marekani na nchi nyingine ya chuo kikuu na hospitali kuwa na makubaliano ya namna ya kufanya kazi. Sisi tunaendelea na mazungumzo hasa pale Mloganzira kuona cha kufanya, kwa sababu Mloganzira sasa hivi, najua nimepata taarifa nzuri, 2 more sectors of excellence in East Africa vimeanzishwa pale Mloganzira. Sasa na wenyewe wanauliza hiyo hospitali tunaimiliki vipi, kwa sababu hizo centers of excellence ni pamoja na tiba, na kama zinafanya utabibu, bajeti yao watapitisha wapi? Watapitisha Wizara ya Elimu au Wizara ya Afya? Hilo najua linafanywa kazi, tutajaribu kulitatua. Zile tension zinazo exist kati ya vyuo vikuu na vyuo vya kufundishia na hospitali za kufundishia tunazifanyia kazi, tutazifanyia kazi, lakini kwa asilimia kubwa sana mambo yanaenda vizuri. Juzi nimetoka kuzindua chuo kikuu KCMC. Hakimiliki hospitali ya KCMC, ingawaje sasa chuo kikuu kile na hospitali ya KCMC vinamilikiwa na taasisi moja. Sasa na sisi hospitali zetu na vyuo vyetu vinamilikiwa na serikali moja. Kwa hiyo naamini kama ni uratibu, tutafanya uratibu unaotakiwa, na pale ambapo tunahisi inabidi kabisa chuo kikuu kimiliki hospitali, tutazungumza halafu tujue bajeti ya afya ile itapitia wizara gani, na ndio utata mdogo ambao uliopo. Lakini napenda kuhakikisha Watanzania wasio kaelewa vibaya kwamba swala ni hilo, ni umiliki, sio matumizi, kwa sababu tayari hapo. Kuna swala jingine ambalo limezungumzwa, Mheshimiwa Kanyasu, na hili niliseme vizuri. Majuzi hapa nimekutana na kijana anafanya kazi Guinea Conakry, amesoma VETA ya Moshi ya mambo ya mining. Kwa sababu tu VETA ya Moshi ina industrial link na GGM. Tulifanya mapema sana na tuliandika barua Wizara ya Madini, na tumemwomba na mkuu wa mkoa na Mheshimiwa mbunge anajua kwamba chuo cha VETA pale Geita kiwe ni chuo cha kufundisha masuala ya madini kwa kushirikiana na migodi iliyoko pale. Tutaendelea kuongea na wenzetu wa madini watusaidie tufanye vile. Nilishangaa na kufurahi kuona vijana wa VETA ambao wamesoma mambo ya madini pale Moshi wanafanya kazi Mauritania, nchi inaongea Kifaransa na Kiarabu, wanafanya kazi Ghana, Guinea Conakry, wanafanya Namibia. Kwa hiyo fursa hii ya ajira ni kubwa endapo tutajenga industrial link. Kuna maelekezo mahususi tumewapa VETA na tunawapima kwamba lazima wa establish industrial link, sio tu na migodi, na wanaoshona nguo, suti, na tumefanya nao vikao, wanaotengeneza furniture na vitu, shughuli nyingine zote za uzalishaji, ili ufundishaji unaofanyika kwenye VETA ulandane na mahitaji ya industry yanavyokwenda, na tutawapima wenzetu wa VETA wamefikia wapi. Jingine Mheshimiwa Mulugo alizungumza hapa, nilizungumza kidogo. Rais wetu wakati anazindua sera ya elimu na mafunzo alisema PPP kwenye elimu. Tunakoelekea tunahitaji kuwa na transition ya watoto wote wanaomaliza darasa la 6 kwenda sekondari. Tunawekeza miundombinu, tunaongeza uwekezaji. Sisi na TAMISEMI tunafanya kazi pamoja, na tumetengeneza booklet, tunaendelea kuupdate geographical distance ya households na shule, kuhakikisha kwamba tunaweka miundombinu ya kutosha. Inshallah tutapata na walimu wa kutosha kuhakikisha kwamba kweli wanafunzi wote wanaomaliza watasonga mbele. Lakini kwa maelekezo kwamba tuangalie fursa ya PPP, tunaangalia vile vile na sekta binafsi utusikie kwamba tunaweza ikabidi tutafute namna ya kuingia makubaliano ya muda fulani ambao wewe umejenga sekondari hasa ya amali,
serikali kugaranti ni kwa muda gani itakuwa ikileta wanafunzi na kuwalipia katika shule yako ili kuhakikisha kwamba tunachukua wanafunzi wote waendelee kusoma. Kwa hiyo tukiona speed ya haiendi vizuri, nadhani sekta binafsi ina role to play. Kwa hiyo natoa wito kwa sekta binafsi ambao wameonekana kuchangamkia sana elimu ya amali, kwamba huenda kutakuwa na fursa na tutaanza majadiliano karibuni. Ukiwekeza vizuri kwa viwango vinavyotakiwa, walimu wanaofaa, kwa usipoweka fees ambazo ni exorbitant ambazo zitazuia watu wasiende, serikali iangalie uwezekano kwamba wanafunzi waliobaki hawa tunawallocate katika shule inayoendeshwa na watu binafsi ili waendelee kusoma. Kama ni mkataba wa miaka 5 au miaka 10 au nini, hayo tutaamua pamoja na hazina ambao wanasimamia utaratibu wa PPP, lakini tunaweza tukawahitaji sana sekta binafsi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunavuka vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, lugha ya alama. Lugha ya alama ni kweli imezungumzwa hapa vizuri. Kuna mheshimiwa mbunge hapa alizungumza, hoja yake yote ilikuwa ni kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Namshukuru sana, nadhani tutamuita tukae naye, anauelewa mpana sana. Lakini kwenye sera yetu ya elimu, lugha ya alama itakuwa ni mandatory kwa watu wanaosomea walimu, kwa sababu kama unafundisha shuleni lazima uweze kucommunicate na wanafunzi wa aina zote. Pamoja na kwamba tuna shule maalum, lakini tungependa zaidi shule mchanganyiko, ili hawa wasionekane kwamba wanatengwa na jamii, waenda kwenye shule zao wao wenyewe. Hilo lipo katika sera na liko kwenye sera kwa sababu tulizungumza wote tukashirikiana. Na mwisho kidogo, alafu kabla sijatoa shukrani Mheshimiwa Naibu Spika, mwongozo wa walimu wa kujitolea tuko tayari kuendelea kupokea maoni, nimeasikiliza, lakini mpaka sasa hivi kuna walimu 23,405 wameweza kukamilisha kupitia mwongozo huu. Mwongozo huu unakutaka mkurugenzi wa halmashauri ashirikishwe, kamati ya shule ishirikishwe, na taratibu zipo, lakini tunasema kila kitu kina nafasi ya kuboresha. Tutakaa na wenzetu kuona kama kuna nafasi ya kuboresha ili tupate wengi zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie kwa shukrani. Nimshukuru kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Kipanga, kweli kwa kuwa mwenzangu katika uongozi wa wizara na kuwa mwepesi sana tunapopeana majukumu. Amesababisha kazi yetu iwe rahisi sana. Mheshimiwa Kipanga, nakushukuru sana. Naomba nimshukuru sana katibu wetu mkuu Mheshimiwa Profesa Caroline Nombo na manaibu wake Profesa Moshi na Dr. Mahera, kwa kuwa ni wachapakazi wanaosababisha kazi yetu iwe nyepesi sana na kuweza kutimiza majukumu tuliopewa na rais wetu. Na naomba niwashukuru wakurugenzi na watumishi wote na taasisi zote zilizoko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwa sababu kwa kweli wanafanya kazi around the clock. Naomba wapokee shukrani zangu hizi za dhati. Na Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, naomba kutoa hoja.